Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, mjambo, asante kwa kusikiliza Radio ya Amani na wakaribisha katika taarifa ya habari, na kwanza ni habari kwa ufupi. Jimboni Ituri, bado wagonjwa wanaofika kwenye kituo cha matibabu ya Ebola Panyakunde ni wachache. Hata waganga wamoja hawajarejea kazini katika kituo hicho kinachopatikana kwa umbali wa kilomita 45 na mji wa Bunia. Hali hii yatokana na machafuko yaliyolikumba eneo hilo hivi karibuni. Na jimboni Kivu Kusini, uongozi wa hifadhi ya taifa ya Kahuzi Biega PNKB umelaani mauaji ya sokwe, yani goria ya aina Grauer. Aliyetenda kitendo hicho tayari amekamatwa na kupelekwa mbele ya sheria. Maafisa 60 wa polisi wa mahakama kutoka Kasai Central wamemaliza mafunzo mjini Kananga. Mafunzo haya yalihusu namna ya kuendesha uchunguzi bora kwa ajili ya haki bora. Wapendwa wasikilizaji, karibu. Huko Ituri, idadi ya watu wanaofika katika kituo cha matibabu ya Ebola bado ni ndogo, na baadhi ya wahudumu wa afya hawajarejea kazini huko Nyakunde, eneo lililoko kilomita 45 kusini magharibi mwa Bunia, kufuatia machafuko yaliyolikumba eneo hilo hivi karibuni. Kulingana na muungano wa vyama vya kitamaduni kwa ajili ya maendeleo ya Ituri, UNADI, na baraza la vijana la jimbo, hofu bado inatawala miongoni mwa wakaaji ambao wana wasiwasi kuhusu uwezekano wa kutokea kwa matukio mengine. Vikosi vya FARDC na MONUSCO vimeimarisha hatua za usalama ili kuwapa wakaaji uhakika na kuhimiza kurejea kwa shughuli mbalimbali. Mengi katika ripoti yake Isaac Remoyope. Maisha yanaanza kurejea hatua kwa hatua katika maeneo ya Nyakunde, Mahabu na vijiji vya jirani baada ya msiba zilizotokea tarehe 15 Julai iliyosababisha kifo cha kiongozi ya wanamgambo wa FPK kwa kifupi. Kwa mujibu ya Inadi, shughuli za kiuchumi na huduma za afya zimeanza tena, ingawa bado kuna hofu miongoni mwa wananchi. Wakati wa mapigano hayo, wakaaji wengi pamoja na wahudumu wa afya wanaohusika na Ebola walikimbia eneo hilo kwa sababu ya upungufu wa usalama. Inadi inaeleza kuwa wagonjwa 4 wa Ebola waliokuwa wamekimbia kituo cha matibabu ya Ebola wamerudishwa na familia zao ili waendelee kupata matibabu. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa wanaofika katika kituo hicho bado ni ndogo, na wahudumu wa afya hasa wale wa mashirika ya kimataifa bado hawajarejea kazini. Inadi pamoja na baraza la vijana jimboni wanawahimiza wananchi waliokimbia vijiji vyao kurejea, na pia wanatoa wito kwa wahudumu wa afya kurejea kazini, wakisema kuwa hali ya usalama imeimarika. FARDC wameongeza idadi ya wanajeshi ili kulinda wananchi. Kwa upande wake, MONUSCO imeweka kambi ya muda ya operesheni mjini Marabu ili kuimarisha usalama katika eneo hili la mtaa ya Irumu. Huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini, mahitaji ya damu bado ni makubwa, huku akiba ikipungua. Kituo cha kuongezewa damu kimetoa tahadhari kuhusu uhaba wa damu, ikiwa kwamba hospitali na vituo vya afya mjini humo na maeneo jirani vitakosa damu. Tatizo hili linatokana na kupungua kwa idadi ya watu wanaojitolea kuchangia damu, hasa wakati wa likizo za shule. Maafisa wa afya wanaelezea wasiwasi wao kuhusu madhara yanayoweza kuwakumba wagonjwa wanaohitaji kuongezewa damu kwa haraka. Ripoti ya Martial Papi Mukeba. Kila siku mjini Beni kuna wagonjwa wengi wanaohitaji kuongezewa damu. Wengi ni majehuri, wanawake wanaopata matatizo wakati wa kujifungua, watoto wenye upungufu wa damu pamoja na wagonjwa wengine. Lakini kwa majuma kadhaa sasa akiba ya damu imepungua, na kituo cha utoaji damu cha Beni kinapata shida kutoa damu kwa hospitali na vituo vya afya vya eneo hili. Kwa mujibu wa kiongozi wa kituo hicho, Daktari Vianney Kambere, sababu kubwa ni ukosefu wa wachangiaji wa damu wa kawaida, wengi wao wakiwa wanafunzi ambao wako likizo. Anasema hali hii inatatiza kazi ya kituo na inaweza kusababisha vifo kwa sababu ya ukosefu wa damu, hasa katika kipindi hiki cha mlipuko wa Ebola. Kituo cha utoaji damu cha Beni kinatoa wito kwa watu wote kujitolea kuchangia damu ili kuongeza akiba ya damu. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Kama tulivyoeleza mwanzoni, uongozi wa hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega PNKB umelaani mauaji ya sokwe aina ya grower, tukio lililoripotiwa tarehe 10 Julai katika eneo la Musisi wilayani Kale, Kivu Kusini. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 19 Julai, hifadhi hiyo ilieleza kuwa mtuhumiwa alikamatwa na baadaye kuhamishwa kwa mamlaka za mahakama huko Walikale, Kivu Kaskazini. Ripoti ya Ronelin Tibonera katika utafsiri wake Jeremy Baraka. Upande wa uongozi wa mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega PNKB maarufu, tukio hili liliweza kusababisha hasara mkubwa kwa mnyama huyo anailindwa pamoja na urithi wa asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo la PNKB wameweza kukumbusha kuwa soko mtu huyo analindwa kikamilifu kulingana na sheria za Kongo. Hata hivyo, PNKB iliweza kueleza kuwa kuzorota kwa hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini tangu mwezi wa pili mwaka wa 2025 kumeweza kusababisha kusimamishwa kwa doria za walinzi katika maeneo mbalimbali ya hifadhi hiyo. Hali hii imeweza kupunguza sana uwezo wa walinzi kuweza kuingilia kati na kuendelea kulinda wanyama ndani ya eneo hilo. Kumepita kwa sasa siku nyingi, wanamemba wa shirika la raia na watetezi wa mazingira Kivu Kusini wamekuwa wakionya kuhusu matumizi mabaya ya maeneo mamoja ya mbuga hilo la wanyama PNKB. Wanasema kuwa shughuli za kilimo, ufugaji pamoja na uchimbaji wa madini zinaendelea kufanyika ndani ya eneo hilo lililohifadhiwa. Tukibaki katika ukurasa wa habari za mazingira, ni kwamba operation ya pamoja iliyoongozwa na taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ICCN na washirika wake ilipelekea kukamatwa kwa vipande 25 vya pembe za tembo vyenye uzito wa jumla ya kilo 13 na ngozi ya simba mjini Beni. Ilikuwa tarehe 17 Julai. Watu watatu waliokuwa na biashara hiyo haramu walikamatwa pia na kukabidhiwa kwa mamlaka za kisheria. Kulingana na shirika lisilo la kiserikali la ACDH, tukio hili linaangazia ukubwa wa vitisho vinavyokabili wanyama wanaohifadhiwa katika eneo hilo. Katibu mtendaji wa shirika hilo anatoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya taasisi za umma, mashirika ya kiraia na vyombo vya usalama ili kudhibiti vyema uwindaji haramu na biashara haramu ya wanyamapori katika mazingira yenye changamoto ya kiusalama. Tukiendelea na taarifa hii, ni kwamba zaidi ya vijana 10,000 kutoka eneo la Maziwa Makuu wameahidi kukuza amani, kuishi pamoja kwa maelewano na mshikamano wa kijamii. Walithibitisha upya ahadi hii mwishoni wa kongamano la 15 la vijana wa kanda lililoandaliwa kuanzia tarehe 16 hadi 20 Julai na Dayosezi Katoliki ya Goma. Mkutano huo ulifanyika Paruchuru Centre, kilomita 72 kutoka Goma. Wakiwa wamekusanyika kwa siku 4 chini ya mada kijana kuwa shahidi wa matumaini na mjenzi wa amani, washiriki kutoka majimbo ya Goma na Bukavu nchini Kongo pamoja na Nyundo na Byumba nchini Rwanda walitafakari njia za kuimarisha amani na maendeleo endelevu katikati ya hali ya ukosefu wa usalama inayolikabili eneo la Maziwa Makuu. Katika hotuba yake ya kufunga kongamano, askofu wa Goma Monseigneur Willy Ngumbi aliwahimiza vijana kukataa ukabila, kukataa dawa za kulevya na matumizi mabaya ya pombe, pia rushwa. Aliwataka kuwa mabalozi wa upatanisho, msamaha na kutotumia nguvu, wakifuata mfano wa mwenye heri Floribert Bonachui. Tujielekeze sasa mjini Kinshasa ambako wakaaji wa mitaa za Mongafula na Nsele sasa watapumzika hivi karibuni, sababu eneo hizi mbili zitaunganishwa tena kutokana na ujenzi wa daraja jipya juu ya mto Lukaya. Daraja hilo litarejesha usafiri na biashara kati ya maeneo mbalimbali katika maeneo hizo, viungo ambavyo vilikuwa vimekatika tangu daraja la zamani lilipoporomoka mwezi April mwaka uliopita. Mradi huu ambao ulikabidhiwa kwa kampuni ya Safrimex kwa kipindi cha miezi 10 ulizinduliwa rasmi na waziri wa miundombinu na kazi za umma.
Wafanyabiashara kutoka soko la Mzee Laurent Desire Kabila mjini Lubumbashi waliandamana mitaani siku ya kwanza ili kuonyesha kutoridhika kwao. Wanapinga mpango wa kubomoa kituo hicho kikuu cha biashara jijini. Ili kufikisha madai yao, waliandamana hadi kwenye bunge la jimbo la Haut-Katanga. Waandamanaji hao wanasema wana hofu ya kufukuzwa baada ya kupata taarifa kuwa viongozi wa mji wanatafakari kubomoa jengo zilizopo ili kujenga soko la kisasa katika eneo hilo hilo. Hali hii imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wafanyabiashara ambao wana hofu ya kupoteza chanzo chao kikuu cha mapato. Na kwa mwisho, uchunguzi bora kwa ajili ya haki bora, maafisa 60 wa polisi wa mahakama kutoka Kasai Central, wakiwemo wanawake 10, wamemaliza mafunzo mjini Kananga. Mafunzo hayo yamefanyika kufuatia mapungufu mengi yaliyoonekana katika uendeshaji wa uchunguzi na ushughulikiaji wa kesi za mahakama. Lengo ni kuchangia katika mfumo wa haki wenye ufanisi zaidi na unaozingatia zaidi haki za raia. Mafunzo haya yaliandaliwa kupitia msaada wa kifedha na vifaa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo PNUD. Ripoti ya Andre Katindingala Mulume, Jeremy Baraka atafsiri. Kwa muda wa siku 12, maafisa 16 wa askari polisi wa mahakama OPG maarufu wameweza kupata majifunzo ya kuweza kuimarisha uwezo wao katika masuala muhimu ya kazi yao. Majifunzo hayo yaliweza kuhusu mbinu mbalimbali za uchunguzi, sheria za mwenendo wa makosa ya jinai, haki za kibinadamu na namna ya kuweza kupiganisha ukatili wa kijinsia na maadili ya kazi ya askari polisi. Ale Kateta, mkuu wa ofisi ya shirika la PNUD mjini Kananga, ameweza kusema kuwa majifunzo haya ni sehemu ya mpango wa kuweza kusaidia mageuzi ya jeshi la askari polisi. Kulingana naye, lengo ni kuweza kuboresha kazi yao kama OPG, kuongeza ujuzi katika sekta ya haki na kuweza kuimarisha utawala wa kisheria. Viongozi wa sekta ya haki waliweza kuomba washiriki kuweza kutumia kwa vitendo yale walioweza kujifunza na kuweza kuwahimiza pia kuweza kutekeleza hasa kazi yao kwa bidii bila upendeleo wowote na kuweza kuheshimu kikamilifu haki za raia. Shukrani kwako Jeremy Baraka. Ni pamoja nawe tunakomesha kipindi hiki cha kwanza cha taarifa hii. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha sasa kufuata kipindi cha pili cha taarifa yetu. Ni pamoja naye Isaac Remoyope. Radio Okapi. Invité en Swahili. Utawala wa asili wa Walendu Watsi katika mtaa ya Jugu umekuwa katika hali ya utulivu wa usalama kwa mwezi kadhaa sasa. Kiongozi wa utawala huo Joseph Lotoma Feti Pega wa kwanza anasema utulivu huo umetokana na juhudi za pamoja za wasultani, jamii za wenyeji na washirika wao. Ijapokuwa mafanikio hayo, bado kuna changamoto nyingi zinazopaswa kushughulikiwa ili kuimarisha utulivu huo na kugeuza kuwa amani ya kudumu. Anaeleza zaidi katika mahojiano na Jean-Claude Lokidile. Chef Feti Lotoma, jambo. Jambo. Je, hali ya usalama katika eneo yako? Usalama ni mzuri sana. Tunapima kusensibilize wa population wa kijana yote biku na bunduki wakati wanangoja ile program officiel la gouvernement, program PDDRC, inafaa wanaacha ile kitendo mubaya, wanaishi wanapendana katikati hao, wajue kama ni watu moja. Sasa namna gani unawasensibilize? Unafanya mkutano, unafanya meeting, unawaita, sijui kama unatumia pia waongozi ya kanisa? Sisi tunakamata ile ba acte d'engagement sawa feuille de route yetu ya kuongea na hiyo watu na wasemea kama hiyo ni mzuri, hiyo ni mubaya, wakati ngali government yetu na chunga kutia ile wanasema na Kifrasa mise en œuvre ya ile program tunafanya au localement. Ujui kama kwa Mlendu ni ndugu wako, Mululu ndugu wako, Mwema ni ndugu wako, Mugegere ni ndugu wako, Mulugwa ni ndugu wako, munakaa tefasi mwana. Ile mambo ya politiki ni wasema sisi wakutime tuko apolitiki. Sisi tuishi ile sili yetu sawa ya zamani, sawa wazazi wanaishi na hiyo amani naishi. Sasa wewe Sultani Feti,
Maani yako ni je, eske unawaza kwamba hawa vijana wanakusikiliza kweli, kwa kuwa hawa bado wanamiliki silaha? Ndio, wananisikia sana na vile wanapenda mambo, tuko na wasea mambo ya ukweli. Wanaona ile kitu ni mbaya sana, hata Mungu apende kitu mbaya hivi. Wanangoja ile programa kurusha ile silaha, siku ile programa takuja watarusha ile silaha. Ndio na wa mingi wanaingia ndani ya kazi ya shamba gisi udongo iko, na kila siku wanafika kwetu kwa sheferi. Sisi kama ni kitu ya mzuri inafaa tunasaidia ndani ya ligne budgetaire yetu. Saa ya gouvernance sécuritaire ni 14%, na wanafika sultani utupana nini jembe lupanga, tunaanza fanya shamba. Kwa sasa ni plus de 80% wamesha kurudia ndani ya kazi ya shamba. Na pia wanafanya amani, wanasikia tendo, wanaordisha, wanasema chef urudishe wanduku wetu ile waema walikuja na ngombe kule, warudi na biko pale banafaa mzuri banafaa. Sasa ni kama naenda mwezi 5 ngombe ne pale ndani ya usalama, watu wanatembea fasi yote, wengine wanaenda Berunda, wanaenda Kepira, wanaenda Jalasiga, wanaenda Mahagi, wanakuja Bunya, wanaenda Mabanga, wanaenda Dala, Makofi, Damas, wanatembea mchana usiku, amani imeweza kurudia. Sasa watu wanaishi pamoja, wanatembeleana, wanakunya pamoja, wanakula pamoja, wanaishi pamoja kama zamani. Ndio, watu wanaishi sawa zamani, wanafahamu sawa. Mimi mie niko Mulendu, bibi yangu ni Msikamululu. Mimi taua Msikamululu, bibi yangu mambo ya nini? Hiyo sawa. Sheferi yangu ni Metise, utapata Mulendu na wawa nani na bubana nani na Msikamululu na Msikamulubara na Msikanana. Hiyo saa babangu ale kamata mamangu ni mtu wa Aru. Njoo tutaona katika mambo ya nini. Hiyo mambo ya zamani tunarusha ile mapendo ya zamani, gisi wazazi walikuwa nisha zamani, ndio tukunaishi sawa sasa. Watu wanafahamu kama kupigana vita, fanya watu wanakuja kulanda, mfanye hivi, watu wanakopana ni bure. Lakini mnatamani serikali pia iwasaidie. Ndio ni tulikuwa nataka ile waongozi wetu wakubwa wetu ya PDDRC inafaa watia ile programu kwa chini, wanafanya ile miza nevra ile programu kubaz kubantite na ba projet kidokidoko ya bashamba shamba, ili mambo mubaya ipote. Ile wakijana tena wapende kitu mingi, wapende kitu kidoko, hiyo usalama nasa kurudia tu process kidoko ya kurusha ile nini silaha, wanalanta mtu kurusha ile silaha na mambo inaisha. Wanasaidia sisi na hata localement peut-être local, hiyo wakijana warushe nusu silaha na baki ni chini ya 10 ya walendu wasi, inarudi na mambo inaisha. Sultani Feti Lotoma Pega Premier Joseph, tunakupikia aksanti. Aksanti sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Wananchi wanapaswa kuendelea kuwa na matumaini ya maisha bora ya baadaye, huko wakitumia ipasavyo vipaji na uwezo wao katika kuleta amani. Huo ndio ujumbe uliotolewa na mpiga mbio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eli Mitima. Jumapili iliyopita, huyu mpiga mbio alitembea kwa miguu umbali wa kilomita 54 kutoka Butembo hadi Beni. Lengo lake lilikuwa ni kuvutia umakini wa watu kuhusu mateso wanayopitia wakaji wa mashariki mwa nchi na kutoa wito wa kurejeshwa kwa amani. Kwa mujibu wake, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inapaswa kuhimiza wananchi kujituma zaidi na kushiriki kikamilifu katika juhudi za kurejesha amani. Maelezo zaidi katika ripoti ya Mark Maro Fimbo. Wanariadha wakimbiaji hawa walipiga mbio kwa miguu kutoka Butembo hadi Beni tangu saa 12 alfajiri hadi saa 8 jua kati walipowasili mjini Beni kunako mkusanyiko mkuu wa barabara ya Nyamwisi. Walikaribishwa na shangwe na vigelegele na wakaaji ambao walikuwa tu kushangaa kwa ajili ya vijana hawa wawili wakimbiaji. Mmoja wao alisema yafuatayo: Mimi nashangaa. Mtu anakimbia natoka Butembo mpaka Beni ya Mgulu. Mimi naitika. William Chembe Mkoya ni mmoja ya wakimbiaji wale. Hapa aongelea yaliyomchochea kuingilia kipindi hiki cha kupiga mbio kwa ajili ya amani. Mimi natokea Goma na nilipata hii publication ya ndugu yangu Mitima kwa reseaux sociaux kusema ke iko na prepare kukimbia juu ya amani. Ikenitushe sana mie kwanza, mie victime kwanza wa vita yenye iko napitikana kwetu Goma.
na pia vile vile tena mimi nafika hapa bukimbizi tunaendelea rieke la penje tunalomba. Ujumbe akabambi sana tunabeba sie kwa hii kurse ya leo ni tunalomba kwa wakuu viongozi amani tu. Tunaishi manake maisha yenyewe hatumerite hata kuishi. Hatuna raha kuitiwa hata Wakongomani. Kugizi banayoa Kongo yetu me haiko njo gizi tunaishi sie Bakongole. Tunalomba amani vraiment. Toka Butembo hadi Beni, Eli Mitima mkimbiaji alikuwa na ujumbe mmoja tu, amani peke yake. Eli Mitima: nilisema kumwanzo deja, mkichwa wangu mlikuwa bia mingi sana. Nilikuwa j'attendre ku douleur ku tout ela nimefika hapa. Ni kazi ya kabambi sana yenye niko nayo na rêve na message ya kabambi sana face ya vitu wenye tuko napitia huku kwetu, masakre, vita, insécurité, ubakaji. Hii jasho inatoka ninasymbolize vile vyote kumie. Ilinigusa nikisema hii nguvu yenye niko nayo naweza toka Butembo mpaka Beni na niko nakimbia kumigulu. Na mimi nipime sema kudunia ku monde ke tuko na croire ku meilleur avenir. Na message ya kabambi mimi naweza patia wa viongozi na tena jua pa ni chef lié. Viongozi wa soutenir wa jeune wako na ambition. Alors na sigere ku viongozi baongene kizi bata installer vike mandoto ziko za kabambi mu vijana ni za mingi sana ku hii sport yetu. Tuko nazo lakini hatukuweza fikisha message peteze ku viongozi juu hatuna kwa kwenda beba message. Ile ni defia kabambi tukutana. Vijana hawa walishindikizwa na waliowasaidia njiani kwa uchunguzi kiafya walirudi huko Butembo kwa nyakati za magharibi. Ujumbe wao uliwashika wakaaji wa Beni waliokipokea vema. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi. Ni hapo tunafikia ukomo wa taarifa hii ya habari ya Radio Kapi. Wapendwa wasikilizaji, aksanti kwa kutusikiliza. Mimi ni Rosalie Zawadi na waacha sasa na vipindi vingine vya Radio Kapi. Kwa heri.